Bado wakili Boniface Mwabukusi amezidi kuendelea kuandika sana kwenye mitandao yake ya kijamii kama vile X. Sasa leo amesema hivi: TLS tuliitisha mdahalo wa kitaifa kuzungumzia utekaji, baadhi ya sababu kuu zinazochangia utekaji. Kulingana na mjadala ule ni pamoja na udhaifu wa mifumo ya utendaji wa jeshi la polisi na kutotenganishwa kwa shughuli za upelelezi na uchunguzi kutoka jeshi la polisi na kuwa idara inayojitegemea na kujiendesha. Kosekana kwa ufanisi katika vyombo vya usalama, ikiwa ni pamoja na upelelezi duni, rushwa na ukosefu wa rasilimali, kumechangia wahalifu kuendesha vitendo vya utekaji bila kuogopa hatua madhubuti. Uingiliaji wa siasa katika vyombo vya dola, kuwepo kwa matukio ambapo vyombo vya dola vimetuhumiwa kushiriki au kufumbia macho vitendo vya utekaji, hasa kwa watu wanaoonekana kuwa tishio kwa mamlaka. Malalamiko haya tumeyasikia kutoka kwa Edgar Mwakabela, Mwamlima Mdude na kadhalika. Kutokuwepo kwa uwajibikaji na haki kwa waathiriwa, hii inachangia kukosekana kwa uwepo wa taarifa na taasisi ya kusimamia jeshi la polisi, hasa linapolalamikiwa. Njia msingi ni kuboresha tume haki za binadamu na utawala bora kwa kuzipa uhuru, fedha za kutosha, kwa ajili ya wataalamu wa upelelezi wake, pamoja na kuwa na timu ya wanasheria wake wanaowajibika moja kwa moja na tume hii. Wengi waliotekwa au kutoweka hawajapata haki, na serikali mara nyingi haifanyi uchunguzi wa kina wa matukio haya, na polisi imekuwa ikitoa majibu ya jumla. Mazingira kama haya yanawapa wahusika ujasiri wa kuendelea na vitendo hivyo bila woga wa kuchukuliwa hatua. Malengo ya kisiasa na udhibiti wa uhuru wa kujieleza. Baadhi ya matukio ya utekaji yameripotiwa kuwalenga wanaharakati, waandishi wa habari, wanasiasa wa upinzani, jambo linaloashiria kuwa kuna nia ya kuzima sauti ya upinzani na ukosoaji. Hii ni mazingira kama ya upoteaji wa kina Soka na wenzake, madhira ya kina Mdude, Nyangari, Soka, Edgar Mwakabela, Mwamlima, Mzee Ali Kibao na kadhalika. Uhalali wa mfumo, uhalali wa kupanga, kama vile magenge yenye nguvu yanaweza kushiriki katika vitendo vya utekaji kwa lengo la kutisha, kupata fidia au kusaidia ajenda fulani za watu wenye mamlaka. Lakini ni mara chache magenge kama haya huteka wakosoaji. Haya yanakuwa na malengo binafsi yenye kulinda au kuendeleza magenge ya kihalifu. Kosekana kwa sheria kali na kosekana utashi wa kuzitekeleza. Ingawa kuna sheria zinazopinga vitendo vya utekaji wake umekuwa dhaifu, na hili pia linachangiwa na baadhi ya maamuzi ya mahakama ambayo kwa mazingira yanatoa hifadhi kwa wenye dhamana kulinda uhai wetu, kujificha na kukwepa wajibu wao, na hivyo kuruhusu vitendo hivi kuendelea. Pia nchi kutokuwa na mfumo dhabiti na kuridhishwa kwa mkataba wa kimataifa, hususan utekaji na upotezwaji wa watu.